Ndugu zangu, Mheshimiwa Mbunge, hapa palikuwa na shida ya maji sana, lakini toko umesema na watu wa mamlaka wakasikia, tumekwenda vizuri kabisa. Mheshimiwa Mbunge, wananchi hawa baada tu ya watu wa mamlaka kufunga, walifunga na mita baadhi ya watu. Sasa zile mita zimeenda zimesoma mpaka 700,000 ngapi, kwa sababu walikuwa hawana elimu ya kutosha. Wakawa wanasema tunaomba kwa kuwa sasa hivi maji yameshafika, tufungiwe mita wote, na lile deni ambalo lilikuwa linasoma waendelee kutufikiria, ikiwezekana lifutwe kabisa, ili tuanze kwa pamoja. Hayo ndio maombi ya wanamwasekwa. Huko nyuma hali ya upatikanaji wa maji katika eneo letu ilikuwa sio nzuri. Mlikuwa mnapata maji wastani wa saa 2 hadi 3 kwa siku. Sasa hivi tumeleta huduma hii ambayo inaenda kuwahudumia kwa wastani wa saa 24 kwa siku. Sasa huduma hii na kazi kubwa ambayo imefanya na mbunge wetu wa jiji la Mbeya, lakini pia na Mheshimiwa Rais, naomba sasa niwatamkie rasmi kwamba madeni ya nyuma ambayo yalitokana na matumizi ya maji kipindi huduma inasuasua, kwa wale ambao walikuwa wamefungiwa dira, ninayafuta. Hayo niliweke sawa. Tutaanza kuhesabu matumizi yenu ya maji kuanzia matumizi yatakayoanza mwezi Mei mwaka 2025. Miradi midogo inayoendelea kubuniwa nayo ni kwa ajili ya kuhakikisha Mbeya mjini tunapata maji ya kutosheleza. Kwa hiyo hata sisi wanamwasekwa pamoja tunakwamba tunacho hichi kisima hiki kinao uwezo wa kuzalisha lita zaidi ya 700,000 kwa siku, ambayo kwa idadi yetu tuliopo hapa sisi wanamwasekwa kwa kata nzima tuna uwezo wa kupata maji haya kwa saa sasa 24. Sio tena zile mambo za mgao mnaanza kukimbizana, tunaacha kuvuna zetu viazi kule tulikolima, tunakimbia kwenda kuchota maji kwa sababu watoto wamesema sasa wameanza kutoka. Sasa hakutakuwa na hiyo shida, maji yatakuwa yanatoka saa 24. Sasa kwa kusema hayo, ndugu zangu, niwaombe tuendelee kuboresha, lakini pia tuendelee kutunza vyanzo vyetu vya maji. Vile vyanzo vyetu tulivyonavyo hapa tuvilinde, kwa sababu sisi wanamwasekwa tuko mlimani, kwa hiyo maji mengi yanaanzia huku kwetu. Kwa hiyo niwaombe tuvilinde vyanzo vya maji kama ambavyo sisi tumeletewa maji ya kutosheleza kabisa kupitia chanzo kimojawapo cha hayo. Kwa hiyo niwaombe miti ile tusikate hovyo, lakini na sisi tutie bidii katika kupanda miti kwenye vyanzo vya maji ile ambayo ni rafiki kwa hivyo vyanzo, ili vyanzo visikauke, viendelee kuwepo. Mradi huu ulipokuja, watu wengi watakuwa maji wameconnectiwa majumbani kwao, kwa hiyo itatusaidia sana. Yaani huu muda kutenga kwa ajili ya kuchota maji utakuwa haupo, maana maji yatakuwa yapo muda wote.